السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma mtume wake mtaharifu na ali za mtume wake walio wataharifu, na wausieni na kujihusia nafsi yangu tumcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani kumcha Mwenyezi Mungu ndiyo mafanikio ya maisha yetu ya hapa duniani na kesho akhera. Na hususan tuko katika mwezi mtukufu. Moja ya falsafa muhimu ya funga ya mwezi huu ni kufikia daraja ya takwa ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unwani ya mazungumzo yangu ni nafasi ya vita vya Badri katika kuifahamu na kuielewa lugha ya madhalimu. Tutaielewa vipi lugha ya madhalimu, au wao watatuelewa vipi lugha yetu? Kwa sababu tarehe 17 mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwaka wa pili baada ya hijra, ndipo Waislamu waliporuhusiwa kuingia katika mapambano kuzitetea haki zao na kupambana na dhulma. Tukirudi kuangalia historia, kuanzia Mtume sallallahu alayhi wa alihi apewe utume, maadui walijaribu juu chini kumpiga vita yeye na wale waliomwamini. Walipambana naye, wakasimama kidete, wakampangia kila mbinu. Mwisho Waislamu walilazimika wengine kuhama kwenda Habasha, ambayo ni Ethiopia leo. Alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqq, wakatolewa kwenye majumba yao, wengine wakauliwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu mabepari, mabwenyenye, madhalimu waliona kwa kuwa Uislamu ndiyo tatizo asili la wao kuyafikia malengo yao. Kwa hiyo waliamua kusimama, wakapambana na Mtume sallallahu alayhi wa ali, wakamwekea kila aina ya vikwazo. Mbali ya vikwazo vya uchumi, kuuza au kuuziana baina ya pande mbili ilikuwa hakuna. Kuozeshana baina ya pande mbili ilikuwa hakuna. Yani hali ilikuwa ngumu, na ndipo Mtume sallallahu alayhi wa ali ngome mbili alizokuwa nazo, ngome muhimu ni Bibi Khadija na Abu Talib.
Na hizi ngome mbili zilipoondoka, ndio Mtume sallallahu alaihi wa alihi akawa hana tena wenye kumuhami, lakini aliendelea kupambana mpaka tukisoma historia inatuambia Mtume alipokuwa akienda baadhi ya sehemu, wanatuma watu wanamfuata nyuma, kila Mtume akizungumza wao wasema muongo huyo. Mwisho kama historia inavyotuambia, alipokwenda Taif Mtume sallallahu alaihi wa ali, wakatuma wahuni au vijana, wakawapatia pesa, wakawa wanampiga Mtume sallallahu alaihi wa ali mawe. Yani kila aina ya vikwazo Mtume sallallahu alaihi wa ali alipata, kila aina ya maudhi alipata, kila aina ya kero, mpaka ikasababisha waliohama kwenda Habasha ilikuwa ni kikundi kikubwa, na walikwenda ni mara mbili. Na isitoshe maadui pia walituma timu yao ili iende ikazungumze na utawala wa Habasha, waliokwenda warudishwe. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa ali, kwa sababu ilikuwa bado Uislamu ndio unaanza, ni mpya, kwa muda wa miaka 13 wamekaa Maka wakipata matatizo kama haya, mpaka mwisho walipoamua kuhama kwenda Madina. Na Madina, strategia ya kwanza, hatua ya kwanza aliyoichukua Mtume sallallahu alaihi wa ali, kwanza ni kutengeza kituo au taasisi au markaz ambayo ndiyo iwe ni ngome au ni ngao ya kuweza kuutengeneza umma. Na alipambana na mambo matatu muhimu. Kwanza alikwenda akapata watu, hususan makabila mawili makubwa, al-Ausi wal Khazraj, ni makabila ambayo hayaelewani. Kwa hiyo ikawa ana kazi ya kuyaweka pamoja makabila haya. Isitoshe alipambana na tatizo la wanafiki, ambapo leo tunaweza tukawaita majasusi. Kisha isitoshe, ya tatu ilikuwa ni tatizo la Mayahudi. Alipambana na haya mambo matatu ili kuweza kuyaweka sawa, na kwa muda wa miaka miwili alifanikiwa, ijapokuwa sio 100%, kwa sababu Mayahudi walimsumbua sana, wanafiki pia walisumbua sana. Isitoshe, sio kwa kuwa amehama maadui wakawa wamekata tamaa, hapana. Waliendelea kuufuata Uislamu na kupambana na Uislamu, na ndipo pia wakaendelea kuwaekea vikwazo, kuwanyanyasa, kuwadhulumu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa na uwezo wa kuwanusuru Waislamu, lakini ndipo aya ya Qur'ani yasema udhina lilladhina yuqataluna, sio yuqatiluna. Yuqataluna bi annahum dhulimu. Ipo baadhi ya qiraa inasema yuqatilun, lakini bi annahum dhulimu, kwa kuwa wao wanapigwa vita kwa dhulma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapa ruhusa waingie katika mapambano. Wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Angalia, wamepewa ruhusa kwa sababu wao wanadhulumiwa, wapambane kuzitetea haki zao, wapambane na madhalimu,
na Mwenyezi Mungu asema kwa kuwa yuko na uwezo wa kuwalinda. Na ndipo hapa maulama wanajiuliza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuchorea, ametupa picha moja mzuri sana kwa kuwa nusra ya Mwenyezi Mungu, utetezi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hauji ikiwa watu wamelala waseme yamuelea Mola wetu, Mungu mbwa haki, Mungu atatuhukumia. Si yale maneno yetu ya Kiswahili, tukae mabarazani tukimwachia Mungu Subhanahu wa Ta'ala au tukimbebesha yeye mzigo. Ambapo hapa Mwenyezi Mungu asema wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, baada ya kuwa kweli umma uko tayari kutoka kujitetea na kutetea haki zao. Isitoshe, hapa kulikuwa na mambo mawili. Mwenyezi Mungu asema pia, lau nisingewapa ruhusa kuzitetea hizi taasisi za ibada na hizi sehemu za ibada, ambayo ndiyo sehemu ya kwanza Mtume aliiasisi. Na hapa tunapata funzo moja zuri sana. Msikiti ulioasisiwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi ilikuwa ni senta muhimu ya kutengeneza umma, kurakibisha umma. Na ndipo utapata umma ulitengea, kwa sababu ilikuwa sio vituo kama tunavyotumia leo. Leo taasisi muhimu kama hizi ima tuzitumie kwa kusali tu, au kwa kugawanya umma, au kuzidi kuwalaza. Kwa sababu gani? Hebu tujiulize, leo iwe taasisi zetu, mashekhe au viongozi misikitini wanapelekwa na matajiri. Kwa hiyo kuna mambo hayaruhusiwi wewe msikitini kuyazungumza hata kama ni ya haki. Kuna mambo hata kama ni ya kutengeza umma wewe huruhusiwi. Kwa hiyo taasisi kama hizi ambazo ni taasisi muhimu za kutengeza umma, zilitumiwa taasisi kama hizi kumaliza umma, au tunazitumia kumaliza umma, kusambaratisha, kuwagonganisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu zimetoka katika lengo la asili, zimeingia katika mikono isiyofaa, zimeingia katika mikono ya wale madhalimu waliopigwa vita na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Sawa sawa, itakuwa taasisi hizi zimeingia katika mikono ya matajiri wasiostahiki, au zitakuwa tumeziingiza kwenye mikono ya wanasiasa. Tunawafanyia kampeni wanasiasa. Leo shekhe juu ya mimbar unashindwa kuzungumza haki na unawatetea madhalimu, na unasoma na aya za Qur'ani kuwatetea. Lakini tumwangalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii, asema lau Mwenyezi Mungu asingewapa ruhusa kuutetea Uislamu, kuzitetea taasisi hizi, basi lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullah. Ni kwa nini? Si kwa sababu hizi taasisi watu wanaswali tu. Ni kwa sababu hizi ni senta ambazo zinatengeza umma, ni senta ambazo zinarakibisha umma, ni senta ambazo zinalea kifikra, kimitazamo, ili kweli tuwe na umma unaojielewa na unaojitambua. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema lau asingewapa ruhusa kupambana na madhalimu na wanyanyasaji, basi kusingebaki hizi senta. Na hizi senta lau zingevunjwa, basi ingekuwa hakuna, Mwenyezi Mungu asingeabudiwa tena, na kusingekuwa tena na senta za kulea umma na kulea jamii. Kwa sababu senta zilizokusudiwa ni hii senta ambayo ameianzisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi. Na hatua ya kwanza aliyoichukua ni hatua ya kutengeneza mambo matatu. Kisha tuangalie waliporuhusiwa hatua gani aliyoitumia. Alitumia hatua moja ambayo ni mzuri sana. Hapa ndipo niliposema
nafasi ya vita vya Badri katika kuitambua na kuifahamu lugha ya dhalimu. Mtume sallallahu alayhi wa ali, baada ya maudhi yote, matatizo yote, kudhulumiwa, kunyanyaswa, kupokonywa haki zao, baada waliporuhusiwa, hatua ya kwanza aliyoichukua, alitengeneza kikosi cha watu 315, 18, 17, zimetofautiana. Akatengeneza kikosi cha kuvamia msafara wa biashara ambao ulikuwa unaongozwa na Abu Sufyan. Hapa ndipo mara nyingine kuna kuja swali kwa kuwa, je, kwa nini Uislamu umeruhusu mapambano? Kwa nini usingewaambia wakae kwenye meza? Kwa nini usingewapa strategia nyingine? Kwa nini ukawaambia waende wakapambane? Sasa sisi tuwaulize na wao, hivi huyu dhalimu mwenye sifa zote hizi, aliyefanya maovu yote, kuna lugha gani anayoweza kuifahamu zaidi ya lugha ya mabavu anayoitumia yeye, au zaidi ya lugha ya kutumia nguvu kama anavyotumia yeye? Kwani dhalimu anazitambua haki zako mpaka ukae naye kwenye meza? Wao waliwapokonya Waislamu haki zao zote, mpaka haki ya msingi ya kuishi pia walipokonya Waislamu. Kwa hiyo huyu mtu utazungumza naye lugha gani? Kuna lugha gani anaweza kukuelewa? Kwa sababu hatambui haki ulionayo. Yeye ajua wewe huna haki, haki ni yeye. Yeye ndiyo kipimo cha haki, na afanyalo yeye ndiyo ni lazima afuatwe, ni lazima tuwe watiifu kwake. Na ndivyo tunavyoona leo mambo yanavyoendelea. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wa ali alichukua uamuzi wa kutufundisha, kwa kuwa watu wa namna hii hawaelewi isipokuwa lugha ile ile wanaoitumia wao. Kwa sababu ukikaa naye kwenye meza, atakupiga juu ya meza. Yeye anakufuata popote unapokwenda, hakupi nafasi wewe ya kuishi. Kisha leo ufikirie kwa nini Uislamu umeruhusu udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulim. Umeruhusu Waislamu waingie katika mapambano. Taban, mapambano ni kila katika maisha yetu yote sisi, yana tahadiyati, yana mapambano. Tusipopambana katika maisha yetu tutashindwa, kwa sababu adui ametulenga katika kila njia, kila kona adui ametulenga, na amefanikiwa kiasi kikubwa, kwa sababu tumezembea, au kila jukumu tumemsukumia adui, hali ya kuwa mara nyingine matatizo makubwa ni yetu. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tusipoamua kubadilika, wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, haiji. Ni lazima tuamue kusimama, kupambana, kuzitetea haki zetu kwa njia zozote, kwa lugha yoyote ambayo adui kweli atatuelewa. Lazima tusimame kupambana, na ndipo tutakapokuheshimika, na ndipo tutakapokuzichukua haki zetu. Haki uliyopokonywa huwezi kupewa irudishe kwa nguvu. Ma ukhidha bilquwa la yustarja'u illa bilquwa. Kilichochukuliwa kwa nguvu hakirudishwi kwa meza ya mazungumzo. Ni lazima usimame kupambana. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa ali alitufundisha hii lugha ambayo maadui hawaielewi mpaka hii. Na ndipo kuna swali moja zuri. Haya maisha yetu tunayoishi hivi sasa, tunaishi yale yale maisha ya Mtume sallallahu alayhi wa ali. Ikiwa wewe kweli utakuwa ni Muislamu wa uhakika, utapambana na kina Abu Sufyan, kina Abu Jahli, kina Abu Lahabi wa leo.
Sawa sawa ni kina Trump, sawa sawa ni kina Pakanyau, sawa sawa ni watawala wetu wa nchi za Kiarabu. Hebu angalia ule Uislamu unaoongoza katika nchi za Kiarabu ni Uislamu au aina gani? Kwa nini leo Sheikh Ahmad Yassini ambaye ni shekhe na ni imamu wa msikiti alipigwa baada ya kutoka kwenye sala ya alfajiri na Muisraeli? Kwa nini kina Sheikh bin Zaidi na kina Muhammad bin Salmani na wengineo wanalindwa na hawa watu waliowaua kina Sheikh Ahmad Yassini? Kwa sababu Uislamu wa Sheikh Ahmad Yassini ni ule Uislamu uliochukuliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, waliambiwa kuwa ikiwa taasisi chombo cha dini kitakuwa ni chombo cha kisawasawa kilicholengwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, adui hawezi kuwa radhi na chombo kama hiko. Lakini ukiona adui wa kulinda, jua kwa kuwa chombo chako kinatumikia malengo yake, atakuwa yuko tayari kukualika mpaka futari katika balozi zao. Sawa sawa ni balozi za Uingereza, ni balozi za utawala wa Kizayuni, au ni balozi za Amerika, watatualika futari na sisi tuseme alhamdulillah tumealikwa futari, twende kula. Ni kwa sababu Uislamu wetu sio Uislamu aliyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio utapata kuna swali zuri. Kuna mmoja aliuliza, kwa kuwa je, Jamhuri ya Kiislamu ya Irani kwenda kufunga mlango wa maji wa Hormuz amevunja kanuni zote za kimataifa? Sisi tuwaulize, kwa kuwa Muamerika kumuua kiongozi muadhamu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani ameheshimu kanuni zote za kimataifa. Kwa hiyo heshima za hizo kanuni ziliomruhusu Muamerika na Mzayuni kutuua, ndizo hizo kanuni pia sisi tunaoziheshimu kuwafungia mlango wa Hormuz. Si ndio lugha mnafahamu? Au kuna lugha nyingine? Kwa sababu leo Sheikh Ahmad Yassini ameuliwa, kina Abdulaziz Rantisi wameuliwa, kina Ismail Hania wameuliwa ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani, Sinwari ameuliwa, Haji Qasim Suleimani ndani ya airport ya Iraki amealikwa rasmi na nchi ya Iraki akauliwa. Hizi kanuni za kimataifa zilikuwa wapi? Zilikuwepo? Si walinyamaza? Mwisho ndugu zetu wa Palestina zaidi ya karibu 80,000 nafikiri au zaidi wameuliwa, wake kwa waume, watoto kwa watu wazima. Leo wanaishi katika hali ngumu. Watu ukiwaona hali zao ni hali dhaifu. Wa Palestina wametapakaa ulimwengu mzima. Hivi ziko wapi hizi kanuni za kimataifa? Sipo. Zimefanya kazi? Sasa kwa nini waone huku kwa kuwa Irani amefunga mlango wa Hormuz, leo museme amevunja kanuni za kimataifa? Nyinyi mumehifadhi kanuni za kimataifa au mumeziheshimu? Ndipo twasema ulimwengu wa leo ni ulimwengu, twaishi ulimwengu wa porini. Yule mwenye nguvu ndo anastahiki kuishi. Ukiwa dhaifu utapigwa knockout, utakuwa huna haki yoyote katika maisha kama haya. Kwa hiyo alal akali kuwa chui, kuwa simba, kuwa mamba, ambapo hata chui na simba wakikosea pia wanaliwa. Kwa hiyo lazima utumie kama hivi, kwa sababu hakuna kanuni ya kimataifa inayotuhukumu. Kuna kanuni gani ya kimataifa? Leo kwenda kumuua kiongozi wa nchi ambaye ni kiongozi wa kidini, anatambulika ulimwengu mzima ndani ya nchi yake, kisha bado unajifakharisha kwa kuwa unapambana na utawala wa kidhalimu, utawala ambao ni hatari kwa Amerika. Wewe ni nani Muamerika ndio kuwa kipimo cha haki na batil? Kwa hiyo vita vya Badr vinatufundisha lugha ambayo adui anaweza kuifahamu. Sio lugha ya kwenda kukaa naye kwenye meza, sio lugha ya wewe kwenda kujidhalilisha, sio lugha ya wewe kuwa mnyonge, ambapo kama Sayyidul Qaid anavyotuambia Sayyid Ali al-Khamenei rahmatullahi ta'ala alayhi, asema kuna zile mwenyewe anasema thamata lahdhat masiriya, ulimwengu tunaoishi
kuna wakati, kuna na sehemu. Wakati na sehemu kama hizi ndiyo chombo kinachopeleka nini? Kinachopeleka maisha yetu. Kwa hiyo chombo kama hiki ikiwa utashindwa kukipeleka vile inavyostahiki, basi unaweza kuanguka wewe na ukaangusha mpaka kizazi kitakachokuja. Kwa sababu wewe utakubali kuishi ni dhalili, mnyonge, unanyanyasika. Na ndipo aliposema kwa kuwa fa imma an yuritha al-ajyala mararatan au al-marara wal-hirman wal-dhulla wal-hawan wa imma an yuthifaha bil-hurriya wal-izza. Kwa sababu hizi ni sekunde, ni madakika ambayo ni hasasi, ndiyo yanayoweza kuamua mustakbali wa maisha ya umma, yanayoweza kuamua mustakbali wa jamii kama jamii. Ikiwa mutashindwa kutumia vizuri nyakati kama hizi au sehemu kama hizi, basi mutafeli. Sio nyinyi peke yenu, mutaikirifisha kizazi adhulli wal hawan, unyonge, udhalilifu, utumwa. Mwisho itakuwa ni kama tunavyoona leo, watu wanapelekwa na nchi kubwa na mabeberu na madhalimu, na wao ndio wanaamini kwa kuwa wao wanastahiki kufuatwa, wanastahiki kuuendesha ulimwengu. Watu ambao kila aina ya uchafu imethibiti kwa kuwa wameufanya. Kwani si hii kashfa ambayo imetoka mwisho, si wote viongozi wakubwa wa ulimwengu wapo wa magharibi na Amerika, na baadhi ya viongozi wa nchi za Kiarabu wamo ndani, wakiwemo pia baadhi ya familia za tawala za nchi za Kiarabu wamo. Lakini hawa ndio tumehekewa kuwa wao wanastahiki kukaa mbele kutuongoza. Na ndipo maneno ya al-Imam al-Hussein salamullahi alayhi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Angalia alipokuwa anawahutubu maadui aliwaambia nini? Awambia illam yakun lakum din fakunu ahraran fi dunyakum, ala al-aqali, hata kama hamuna dini basi muwe huru katika dunia yenu. Kwa nini mkubali kuwa watumwa wa nafsi zenu? Kwa sababu unapokosa mpaka ubinadamu, wewe unastahiki kuishi, kisha basi ukae ukijifakharisha siku zote kwa kuwa wewe unaishi katika izza, heshima, utukufu. Kwa sababu gani? Kwa sababu nyuma yako uko Amerika? Au kwa sababu nyuma yako uko utawala wa Kizayuni? Ndio Uislamu ulioruhusiwa kupambana kuondosha watu hawa? Aya za Qur'ani chungu nzima zimeshatuchorea sisi, hakuna khati ya ziada. Ima ni khati ambayo utakuwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, au utakuwa katika khati ya mataghuti na mafirauni. Kwa hiyo ukishindwa kuitambua khati yako, sawa sawa kwa kufuata wanasiasa, sawa sawa kwa kufuata matajiri wasiostahiki kufuatwa, ukapotea wewe, mara nyingine ukaupoteza na umma. Hivi vitakuwa sio vile vituo viliambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa vikiharibiwa hakutoabudiwa tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu hii itakuwa ni vituo vinamtumikia adui, vinamtumikia shetani. Na ndipo Sheikh Makarim Shirazi anatuambia, hata Sheikh Al-Asifi wanatuambia kuwa hii takhribi iliyotumika katika aya ya Qur'ani kutaka kuharibu hivi vituo na hizi taasisi, si kubomoa, kupiga mabomu. Sisi tunafikiria kupigwa mabomu peke yake au kubomolewa kwa mabuldoza. Hapana, ni kubomoa, kukosa ile misingi ya kiasili ambayo iliyekuwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kwa sababu ikiwa ni kiungo muhimu ambacho kinacheza nafasi nzuri na nafasi kubwa katika umma, leo ukikoseshe hii nafasi yake, kimeshaharibiwa, kitakuwa kinatumikia yale malengo ya maadui. Kwa hiyo ni lazima kibaki katika yale malengo ya kuamsha umma,
kuufundisha umma, kuweka umma pamoja. Leo ukisikia baadhi ya mashekhe, mtu mpaka shambulizi la mzayuni na muamerika kuipiga Irani anashindwa kutetea, na anaona wazi yani kwa kuwa hawa wamedhulumu. Hebu tujiulize, huyu amenyamaza miaka yote, amepigwa sehemu tofauti tofauti. Hebu tumwangalie huyu Muamerika ameharibu nchi ngapi? Kuna nchi gani amesema kwa kuwa wao wanaenda kutetea haki, wakaenda kutetea haki? Si walikwenda Libya kwa kuwa wanataka kuwapa Libya uhuru? Uko wapi uhuru? Walidai wanataka kumuondosha Bashar al-Assad wawape uhuru. Hebu angalia leo, mzayuni waambiwa yuko mpaka Damascus, afanya atakalo, amefungua vituo vyake. Leo subhanallah, waambiwa mpaka idara ya haji inasimamiwa na mazayuni na Amerika. Kunu ahraran fi dunyakum, ndio ahrar. Na ndipo yale mauaji yaliyotokea haji wakati ule, wakafa wa Irani wingi na wa Lebanon na wa Iraqi, ilikuwa ni game imepangwa na wao. Kuna watu muhimu walikuwa wanatakikana wamalizwe. Njia zikienda zikafungwa, watu wangapi walikufa? Kwa sababu gani? Ni kwa sababu hii lugha tuliyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi ya kuzungumza na adui tumeiacha. Adui hana lugha nyingine ambayo anaweza kufahamu. Wacha wale wanaokuja kutuuliza maswali kwa Uislamu umeruhusu vita, sawa. Tukae tudhulumiwe, tunyanyaswe, tumalizwe, tupokonywe kila kitu. Huna haki ya kujitetea, ala al-aqali ujitetee. Yukhataluna bi annahum dhulimu. Hawakuanza, Waislamu hawakuwa na tatizo na wengine. Na ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Wale ambao si maadui zenu hata kama si dini yenu, Mwenyezi Mungu hakuwakataza mkae nao kwa uzuri na muwatendee wema. Imma akhun laka fid din au nadhirun laka fil khalq. Lakini hawa tunaoambiwa udhina lilladhina yuqataluna bi annahum dhulimu, hakuna lugha wanayoweza kufahamu isipokuwa lugha aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi. Ndipo Mtume alipoamua kupanga kikosi kwenda kuvamia msafara unaoongozwa na Abu Sufiani, ndio leo Jamhuri ya Kiislamu imepanga kikosi kupambana na misafara ya maadui inayopita Hormuz. Watie adabu, wamalize, wanyoshe mpaka waje wapige magoti. Ndio lugha wanayofahamu, hakuna lugha ya kwenye meza. Kwa sababu mara mbili vita vya siku 12 Jamhuri ya Kiislamu ya Irani ilikuwa kwenye meza ikapigwa. Kuna lugha inayofahamu adui? Si mko kwenye meza siku 12 mkampiga? Na mara hii waziri wa mambo ya nje wa Omani anazungumza kwa kuwa mazungumzo yanaenda vizuri kwa muda usiokuwa mrefu, kutafikiwa makubaliano. Hata siku ya pili haijafika mnashambulia. Kwa hiyo kuna lugha anayoelewa adui. Ndiyo falsafa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi aliposimama kutaka kuvamia msafara wa Abu Sufyan na wakaamua kupambana, ni kwa kutufundisha sisi. Ni mafunzo, ni lazima tuchukue kwa kuwa ni tochi, kwa kuwa maisha ni mapambano, maisha ni changamoto. Ni lazima siku zote tupambane, ndipo tutaweza kuzifikia haki zetu. Si lazima mapambano ya silaha. Ndipo jana nikimsikia shekhe mmoja, nafikiri ni wa Tunisia, akizungumza anasema, tunanyanyua mikono, Allahumma ansuril islama wal muslimin. Asema nguo zangu tangu juu mpaka chini hakuna hata moja tuliyoishona yetu mwenyewe. Ikiwa tumeshona basi vitambara vimetoka nje, ni Ujerumani, ni Amerika, ni Italy. Kisha Allahumma ansuril islama wal muslimin. Jamani, ni mambo ya vichekesho yani. Umma leo ikiwa ni umma wa Kiislamu, pia hata kusoma hatusomi tena. Nafasi ya kusoma hatuna. Tutaongoza vipi jamani ikiwa hatuna wasomi? Hii lugha kweli ni lugha ambayo itaweza kufahamika ikiwa umma unaongozwa na wasomi wanaojielewa, wasomi wanaojitambua, sio wasomi kama thalil himari yahmilu asfara.
Ukinyoshewa mkono na tajiri, imekuwa al-Imam Ali salamullahi alayhi asema itakuwa ni kama tumekuwa kama bendera tunafuata upepo. Ndio maisha tunayotakiwa tuishi. Kwa hiyo wale wanaoilaumu Jamhuri ya Kiislamu ya Irani, kwa nini kupiga nchi za Kiarabu, kwa nini kushambulia nchi za Kiarabu, kwani mashambulizi ya Amerika yametoka wapi? Shambulizi la kwanza, wanavyosema baadhi ya wachambuzi wa kisiasa, shambulizi la kwanza waliouliwa watoto karibu 200, watoto wadogo wa kike, limetokea Bahrain. Kisha leo mataka hizi zisipigwe hizi kambi. Vituo vyote vya kijasusi, vya unyanyasaji, vya uharibifu vya Amerika na mzayuni viko katika nchi za Kiarabu, zinasambaratisha nchi nyingine. Leo wamenyamaza kimya, hawazungumzii Syria. Syria mumeshaichukua. Mzayuni kwa nini wapiga kambi zote za kijeshi za Navy, Air Force, Army zote wapiga? Leo angalieni ndugu zetu wa Sudan, wanapiganishwa. Nani anayewapiganisha? Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi katika vita vya Badri ametupa mafunzo mazuri sana, kwa kuwa huyu ambaye atakuwa haelewi lugha mpaka ya nguvu, kwa hiyo mpaka umtumilie nguvu ndio uchukue chako, kwa sababu ni chako amekupokonya, ni chako amechukua. Leo wewe nchi ya watu Gaza unaipigia hisabu, watoe wananchi, nyinyi mtengeze mambo yenu. Si mwende kwenu huko Amerika, ni dola kubwa, nendani katika baadhi ya mikoa mtengeneze mnayotaka kuyatengeneza. Kwa nini muende Gaza? Leo wananchi wa Palestina wametapakaa ulimwengu mzima. Kwa hiyo ziko wapi kanuni za kimataifa? Kanuni za kimataifa ni kanuni za pori. Kwa hiyo ukiwa na nguvu utaishi, usipokuwa na nguvu utabaki kuwa dhalili, na kama alivyosema Sayyidul Qaid, na ikiwa tutashindwa kutumia nafasi zetu, nyakati zetu vizuri, hizi nyakati ni nyakati ambazo ni muhimu, ndizo zitakazotuamulia mustakbali wetu na mustakbali wa kizazi kitakachokuja. Ima tukirithishe kizazi udhalilifu, unyonge, utumwa, au tukirithishe izza wal karama. وكرامتنا من الله الشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.